Na mimi naitwa Mwenga Saidi Juma, ni diwani wa kata ya Chumbageni. Cha ODC, yani ni kikao cha kamati ya maendeleo ya kata ya Chumbageni ambacho kinawajumuisha walimu. Sisi tuna shule 8, tuna shule 6 za msingi na shule 2 za sekondari. Kwa hiyo walimu wa hizo shule, walimu wakuu wa shule wanakuwa ni wajumbe kwenye kamati ya maendeleo ya kata. Lakini tuna zahanati 2, tuna zahanati ya Kisosora na zahanati ya Depot. Madokta wa zahanati na wanakuwa ni wajumbe katika kamati ya maendeleo ya kata. Lakini kuna polisi kata, naye ni mjumbe katika kamati ya maendeleo ya kata. Lakini pia kuna watendaji wa mitaa, tuna maafisa afya, tuna wenye viti wa serikali za mitaa, wote hao wanakuwa ni wajumbe wa kamati ya maendeleo ya kata. Kamati ya maendeleo ya kata inajadili vitu vingi. Tunapokea kutoka kwa walimu changamoto za shule utoro, tunapokea kwa walimu changamoto za shule, labda uchakavu wa madarasa, matundu ya vyoo. Tukizungumzia kamati ya maendeleo ya kata, ni kwamba hawa wajumbe hawa wanaishi na jamii. Mimi ndio mwakilishi wao katika baraza la madiwani. Mimi ndio mwenye kuisemea kata yangu katika baraza la madiwani, ambaye kwenye baraza la madiwani mwenyekiti wake anakuwa ni mstahiki meya wa jiji la Tanga. Kwa hiyo wajumbe wanazungumzia changamoto za kwenye kata, lakini maendeleo ya kata, kwa mfano kupata wanafunzi wamefaulu vipi. Leo moja katika jambo ambalo limetufurahisha kwenye kuwasilishwa kwenye sekondari ya Masechu, wamepata 1, wamepata 2 na 3, hawakuwa na 4 wala 0 katika ufaulu wa form 6, jambo ambalo limetupa hamasa na furaha sana. Maazimio, tukizungumzia maazimio mara nyingi yanatokana na yatokanayo, alafu mwisho ndio tunakwenda katika maazimio. Kwa mfano, tuna maazimio ambayo utekelezaji wake tayari umeshafanyika kwenye kile kikao cha tarehe 29 mwezi wa kwanza, kikao cha ODC. Lakini pia tukawa na kikao cha ODC cha tarehe 11 mwezi wa 5, ambao leo sasa tumeingia kwenye kikao kingine ambao tumezungumzia maazimio ya kikao kilichopita. Na maazimio haya leo tunayaainisha kwenye kikao kijacho. Maazimio yaliyopita tumeazimia masala ya elimu, walimu wajitahidi hasa kudhibiti utoro. Na maazimio mengine yaliyotoka ni kwamba wenye viti wa serikali za mitaa wote pamoja na watendaji wa mitaa wote na wajumbe wao tushirikiane kwa pamoja, wanafunzi wote wa shule zinazozunguka kata yetu, shule ya msingi Chumbageni, shule ya msingi Changa, shule ya msingi Juhudi, shule ya msingi English Medium Changa C, shule ya msingi Kisosora na shule ya msingi Mpirani, pamoja na shule ya sekondari Masechu na shule ya sekondari Chumbageni. Wanafunzi wote wanaotembea nje wakati wa vipindi vya masomo vinaendelea, hawa wote watakapoonekana wakamatwe. Hilo ni azimio la kamati ya ODC. Wakamatwe, warudishwe shuleni au wapelekwe kwenye ofisi ya kata, wakutane na mtendaji kata pamoja na diwani. Kwa nini mtoto wewe au watoto nyinyi muda wa masomo mko nje? Na maazimio tumewaambia walimu, mtoto atakayetumwa lakini tukijua huu ni wakati wa vipindi vinaendelea shuleni, awe na karatasi itakokuwa imemjulisha kwamba ana mgonjwa anakwenda hospitali au ana sababu nyingine zozote zile ambazo walimu wao wamemwandikia hiyo karatasi au hicho kijibarua cha kumfanya sisi tukimkamata huku nje awe na cha kujitetea. Sana katika kata yangu kama nilivyokuambia, form 5 shule yetu ya sekondari ya Masechu form 5 na 6 tuna jumla ya wanafunzi 120 5 na 6. Lakini kwa form 6 waliomaliza muhula huu mwaka jana
hatukupata 4 wala 0. Kwa hiyo maendeleo kwenye kata ni mazuri. Kwa hiyo tunawasema wanafunzi waletwe kwenye shule zetu zilizopo katika kata ya Chumbageni. Timu mbili, tuna zahanati mbili, lakini sekta ya afya iko vizuri sana kwenye zahanati zetu. Cha kufurahisha zaidi, leo tuna kama wiki ya 3 sasa kwenye zahanati yetu ya Kisosora tuna ultrasound ambao tumeiweka juzi tu hapa. Ni zahanati nyingi hakuna kwenye hicho kitu ultrasound, na tumetoa gharama zake ni shilingi 15,000 kama zizo. Kwa hiyo katika kata yetu mtu akiandikiwa huko labda daktari, nenda akapiga ultrasound Siha au wapi, anaambiwa hapana, nenda kwenye zahanati ya Kisosora, huduma hiyo utaipata. Huduma zetu ziko vizuri, na leo waheshimiwa wenye vitu wa mitaa waliwaoji vizuri waheshimiwa madokta wetu wa zahanati zetu. Afya iko vizuri. Kwenye ulinzi na usalama kwenye kata inaridhisha, japo changamoto hazikosekani. Tuna changamoto za vijana hawa wanao kwenye vitu mitaa, wamesema hasa mwenyekiti wa Roma na jirani yake kwamba kuna vijana ambao ni watukutu wanakaa maeneo ya Dipsi. Hata ili walimu wamelisemea nalo kwamba wanajaribu kwa kufanya uhalifu katika baadhi ya maeneo, hasa katika shule yetu ya msingi Changa English Medium na shule ya msingi Juhudi na shule ya msingi Changa. Wale vijana wanatokea kwa upande wa nyuma, lakini kiujumla kwenye kata hali ya ulinzi na usalama inaridhisha. Hata juzi tumekaa na mwenyekiti ni polisi jamii wa mkoa, alikuja kwenye kata yetu, tukawa tunazungumzia masuala hayo ulinzi shirikishi, lakini pamoja na ulinzi na usalama kwenye kata yetu. Yeye mwenyewe ameridhika na hali iliyopo katika kata, japo changamoto ndogo zipo. Neno langu la mwisho katika kata yangu ya Chumbageni ni wahamasishe au ni wape hamasa. Mtu unapojituma ukajitoa katika kutafuta kazi au kujituma kwenye biashara yako, ndipo unapoiendea kesho yako iwe nzuri. Lakini ukisema umekaa, hata vitabu vya dini nasema Waswahili wasema asiyefanya kazi na asile. Waswahili wanasema hivyo, asiyefanya kazi na asile. Kwa hamasa yetu kwa vijana, kwanza wasivunje sheria kwa kufanya uhalifu. Lakini pili, vijana wajitume, hasa vijana wangu wa bodaboda kwenye kata yangu wajitume. Riziki inatafutwa katika njia nyingi, na tumeshasema wale ni maafisa usafirishaji, vijana wetu na maafisa usafirishaji, kwa wanajipatia kipato chao katika njia hizo, waendelee kujituma. Lakini kina mama nao waendelee kujituma katika shughuli zao ndogo. Lakini pia wale ambao wanahisi wanahitaji mawazo, ofisi ya diwani iko wazi. Mtu aje ofisini hapa, tutabadilishana mawazo. Lengo ni kuiendea vyema kesho yetu. Lakini mtu ukiwa umekaa nyumbani, hujitumi kwa jambo lolote, huo uchumi hauwezi kukufuata. Uchumi utakufuata au uchumi unafuatwa. Maana yake uchumi unafuatwa. Wewe unapotoka kwenda kazi, ulikuwa umetoka huna shilingi 100, lakini umerudi nyumbani una shilingi 20,000. Maana yake ni kwamba umetoka umeenda kujituma kwenye kazi. Mimi wito wangu, wananchi wangu wa kata yangu ya Chumbageni, wasibweteke, wajitume. Na sisi wazazi tuendelee kuwahamasisha vijana wetu wafanye kazi za halali, wasifanye kazi za haramu ambazo zitawasababishia wao kupata matatizo, kupelekwa polisi, kupelekwa mahakamani na vinginevyo. Wakijituma wao katika kufanya kazi zao za halali, watakuwa wameisaidia serikali. Ndio wito wangu kwa ndugu zangu, wananchi wenzangu wa kata ya Chumbageni, tutoke tujitume katika kazi. Na hasa vijana, neno langu la mwisho kwa vijana, tusichague kazi.